msitu wa Kiptunga, jamii ya Ogiek wanasema kwamba ardhi ya mababu zao iko hapa. Mababa zao walizikwa hapa, waliwinda hapa. Tunaingia kwenye vichaka vya msitu wa Kiptunga kujua jinsi jamii ya Ogiek wanavyoishi. Msitu wa Kiptunga uko kwenye eneo la hekta 10,363 za ardhi ndani ya Mau Mashariki. Msitu wa Kiptunga ni makazi ya jamii ya Ogiek, eneo muhimu la vyanzo vya maji na makazi ya viumbe hai. Ogiek ni watu wa kiasili, kabila ndogo la jamii ya Kalenjin. Na hii ni maji imejaa. So unaona full tank. Alafu ukitaka kutoa hizo maji, kuna vile tunasiaga. Hizo maji zote zinatoka, unakunywa hizi maji, unaosha naye mkono. Maisha yao yote yanategemea msitu na rasilimali zake, hasa asali kama chakula chao muhimu. Iko sehemu ambayo tunatoa dawa zetu za kutumia, ambayo unaona saa hii hapa, hata ndio ziko hapa, tunatoa. Na hii tusaidia sana sisi kama jamii ya Ogiek kwa kuponya mwili. Ilikuwa sisi tutaki jembe, tujui jembe ni nini. Piazi tujui, mahindi tujui. Kitu ambayo ilikuwa tunajua ni sale. Tunakula juu ya miti huko. Maisha yetu ni msitu. Mtoto kuamuka ni kuona ni msitu tuko ndani. Kijadi nyama ilikuwa chakula cha asilia. Waliwinda na kuwanasa wanyama pori kwa kutumia rungu, mikuki na pinde. Hii mti pia ni mti ambayo kuna wanyama huwa inaishi ndogo ndogo ambayo inaitwa hyrax ama nderit kwa kilugha yetu. Na hiyo ni mnyama ambaye tunapenda sana kukula. Na watoto pia hiyo ndio chakula ya watoto wale wanasaliwa wandogo. Mizinga yao ya kitamaduni iko juu ya miti mirefu, miti ambayo wanasema ni muhimu sana, bila kusahau mavazi yao ya jadi ambayo wanasema yanatokana na ngozi ya mnyama anayekaa kwenye miti mirefu. Hii miti iko na maana sana. Iko na asali, kuna mambo ya utamaduni ambayo tunatengeneza naye kwa hiyo majani yake, na nimekuambia wanyama kama hiyo wanaishi hapa ndani. Unaona hapo ndani? Huwa tunatoa moja tunakula. Na nguo ambayo unaona nimevaa hapa ni nguo ya hiyo mnyama ambayo ilikuwa ya zamani sana ya wazee. Hii miti ndio mimi nakula naye, mahali iko chakula yangu. Kwa maana hata ukikuja sasa wewe kwa Nairobi huko au ukuje kwa wapi, unajua hii miti unajua hii matawi ya miti iko chakula. Frederick Lesingo ambaye anajivunia utamaduni wake anasema Ogiek wanafurahia maisha ya kipekee ndani ya msitu. Mfano ni mapango haya, tororet kama wanavyoyaita. Hapa ni jumba ya jamii Ogiek kwa mahali alikuwa na jificha wakati ya ile vita ya Mau, wakati ya shida ile watu walikuwa wanajificha hapa. Wazee walikuwa wanaficha watoto hapa na wamama. Wazee wanatoka nje kuangalia usalama wa nchi. Matambiko matakatifu yalifanywa hapa kama shughuli kuu na vile nyingine. Kefi hii ina maana sana kwa jamii ya Ogiek kwa sababu huwa tunakuja hapa kama maombi, kuja kufanyia sherehe vijana, sherehe ya kuoa wasichana. Hapa ndio tunakujaga. Hapa ni store mahali tunaweka chakula, nyama, asali, madawa. Hapa ndio unaona tuko na kila kitu kwa hii kefi. Na hii kefi inachukua watu zaidi ya 500. Mmea huu muhimu, laini kwa kugusa, umepatikana ukitumiwa katika usafi wa binadamu na watu wa jamii ya Ogiek, kwani wanautumia kama mbadala wa karatasi shashi. Naona ni soft sana. Ndio tunatumia kama tissue ile watu wananunua kwa duka. Na sisi hatununui, tuko na yetu Mungu alitutengenezea ndio hii fresh, na hata ukisikia ni soft. Vizuri sana. Vyumba hivi vilivyojengwa kulingana na tamaduni na mtindo wa maisha ya jamii ya Ogiek sio tu nyumba, bali pia mahali pa kutoa mwongozo na ushauri. Hii ni nyumba ya mzee. Hii msichana hawezi kuingia hii nyumba. Haya, mama anakaa na wasichana wake wapi? Ile nyumba. Kama anatengeneza chakula huko, mama ndio nalete, si ati wasichana. Kwa maana unajua samani hako kuwa na nguo kama yeye hako sasa. Hakuna long. Tulikuwa tunakaa free. Unaona? Alafu chakula ikiletwa mzee anakula kwa ile nyumba, anakula kwa hapa. Ikitaka kutoka kwenda kutafuta chakula yake msituni, anatoka kwa hapa. Mama hawezi lala hapa.
Mama mzee anajua mahali atalala na mama. Sio hapa. Sasa kama hiyo mmepitia kwa huko, kama umeiona hiyo ni ya baba sasa. Hiyo ni ya baba, naongelesha vijana huko. Mama naongelesha kwa hapa. Sasa wa vijana hawezi kuja hii. Hata hivyo, licha ya juhudi zao za kulinda msitu, serikali kwa muda mrefu imeshikilia kwamba kuondolewa kwao msituni ni muhimu ili kulinda mfumo wa ekolojia wa Mau dhidi ya ukataji miti unaosababishwa na ukataji miti ovyo na ufyekaji wa ardhi kwa ajili ya kilimo. This also follows what happened in 2023, where over 700 Ogiek were evicted in Sasimwani. Now those who now are landless, they are staying in Lograi, they have no home. The children, over 70 children, are not going to school. Watoto yetu wanateseka, wamama wameteseka. Tunakuomba rais, kama uko na huruma, isiwe msituni ndio faida kubwa kuliko binadamu. Jamii hii ni changa, haina watetezi, haina viongozi, na ndio maana tunapitia changamoto hii yote. Kwa sababu tukianzia na kiongozi ambayo tulimchagua, diwani wetu, hajawahi fika mahali ambapo jamii hii wanaishi. Hajai hata leta msaada. MP the same. Mheshimiwa Governor the same. Pia wameteta kwa uvamizi huo unaweka hatarini rasilimali muhimu za maji ambazo mamilioni ya Wakenya wanazitegemea. Wakati ambao 1997 ndio ikasemekana serikali ya Moi akatoa amri ya kukatwa area hii ya Marieshoni kama ikatoka ikwe mashamba. Sasa tangu siku hiyo ilitolewa kama hii shamba ilikuwa ya jamii. Baadaye wakageuka hiyo shamba ikakuwa ni ya watu wengine. Ruto anasema kwamba yeye anahifadhi msitu. Sasa ile msitu ambayo iliingiliwa ndani huko, sisi tunaona ni kama siasa. Juu hapo kuna mto hapo inaitwa Nabuyabui. Hiyo mtoni inaserve kila mahali Kenya mzima. Hiyo mahali watu akikanyanga hapo, hiyo mto itaisha. Hakuna maji itateremka chini na hakuna maji itaenda upande wa Bomet. Jamii ya Ogiek inataka serikali kutekeleza uamuzi wa kihistoria wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Kibinadamu Arusha kuhusu kufukuzwa kwao kutoka kwenye msitu wa Mau. What they should have done, they should have implemented fully the judgment of 2022 and 2017. And what shocked me is the boundary which took place in Eastern Mau, where they even went deeper to the bamboo forest, subdividing or rather trying to create a bigger jang, which may not be within what the judgment meant. Sisi hatuna Katalan yetu ni mpaka ya Kreget, Joro, Narok, Molo. Sisi hatujui anapita hapa, tunasikia anapita hapa. Kupitia kwa msemaji wa jamii na mkurugenzi mtendaji wa mpango wa maendeleo ya watu wa Ogiek, Daniel Kobei, jamii hii inasema kwa msitu wa Mau umekuwa sehemu ya ardhi ya mababu wa jamii ya Ogiek kwa miongo kadhaa. We expected the Ogiek to be given communal title and also they will have had an arrangement of zoning. Where do you want to be a forest? Where do you want people to stay? Where the schools should be and other amenities. But how the Minister of Land or the PS for Land is moving is beyond what we expected. Tumelia sana tukisema tunataka nyumbani. Na tunataka nyumbani ya ukweli. Mahali hata Mungu anajua hapa Mau ni nyumbani. Mkuu wa baraza la wazee wa jamii hii Martin Lele anasema kwamba msitu wa Mau unawakilisha zaidi ya ardhi tu, bali pia ni sehemu muhimu ya utambulisho wao wa kiroho, kitamaduni na kibinafsi. Juzi sasa Katlan ilikuja, kitu ambacho hata saa hii bado imetutatiza. Hatujajua kama ni ile jamii Ogiek walikuwa na goja ambaye imeandikika kwa ruling ama nyingine serikali tu wamekuja peke yao watoe. Na tunauliza serikali ya kwamba serikali atuambie kama jamii nchi yetu ni gani. Kama reserve yetu serikali wanajua mahali iko, atuonyeshe hiyo reserve ni wapi. Maana tunajua hii shamba ni ya jamii ya Ogiek. Ukijumuisha vitalu vya misitu, vinamasi na mito, unatumika kama mnara muhimu zaidi wa maji nchini Kenya, kwani hutegemewa na mito, maziwa na vyanzo vya chini vya ardhi. Kwanza kabisa, maana serikali ametoa atipewa watu mashamba. Hapo ni chemchemi ya maji.
na hapo ndio tunahitaji iwekwe msitu, irudishwe msitu mahali ilikuwa. Zaidi ya umuhimu wake wa kiikolojia, msitu wa Mau ni kitovu cha ustahimilivu wa hali ya hewa nchini Kenya na utoshelevu wa maji. Walakini, mstari huu wa maisha umekuwa uwanja wa vita kwa rasilimali, haki na utambulisho wa jamii ya Ogiek. Tunataka tuulize serikali, viongozi wanataka nini kwa area hii? Wanataka namna gani? Kwa sababu mtu anawacha mali anasimamia, anakuja paka Marieshoni, kukuja kutafutia watu wake mashamba. Ni nini kuanzia Narok, Bomet, Transmara? Hii viongozi wanakuja kutafuta nini hapa? Na hii shamba ni ya jamii. County government have gone one step again, getting what we call Masai Mao title. This is totally depriving the Ogiek their chance to have the ancestral land in Sasimwane. We are calling upon even the community also to be vigilant to ensure that we protect and conserve Mao. Natumai kila mmoja wetu tutakubaliana tuone vile msitu tutachunga msitu wetu, alafu na mahali hapa chemichemi tena ichungwe. Hakuna tamaduni bora kuliko nyingine. Jamii ya Ogiek ina msimamo thabiti kuhusiana na hoja hii. Ushirikiano unakaribishwa, wanasema, lakini uwepo wao kama jamii unafaa kuheshimiwa kama ilivyoainishwa kwenye katiba. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka msitu wa Kiptunga, jina langu ni Chichi Josephine.